Tuna Watanzania wengi ambao wanahangaika sasa na changamoto mbalimbali za kimatibabu, hasa kwa yale magonjwa ya chronic, magonjwa kama yaliyoshindikana kama saratani, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya moyo. Watu sasa hivi mpaka watoto wadogo unakuta wana stroke, watu wameparalyze, saratani za aina mbalimbali, hususani saratani ya shingo ya kizazi kwa kina mama, saratani ya tezi dume kwa wanaume, mpaka hata vijana wa miaka 35 sasa tunaona wana changamoto hii. Sio hiyo tu, changamoto za mambo ya uzazi. Sasa hivi Watanzania ukimkuta mtu mwenye watoto 6 ni wachache sana. Kwa hiyo zote hizo shirika letu limejikita kwenye hiyo. Hali kadhalika kwa changamoto kama za magonjwa ya mifupa, unamkuta mtu umri mdogo lakini anatembea na fimbo, anatembea na wheelchair. Sasa Lifewave International, Lifewave Tanzania inataka kuleta mapinduzi ya tiba hizi, lakini kwa njia tofauti sana, na ndio maana tumeamua kuzunguka nchi nzima kuambia Watanzania kwamba inawezekana. Lifewave International kwa baada ya tafiti zake kufanya imeweza kuona kwamba inaweza kufanya matibabu bila ya mtu kuhitaji kumeza kidonge chochote, kuchoma sindano ya aina yoyote, wala kufanya upasuaji. Hata kama una uvimbe kwenye ubongo, kwenye mfumo wa uzazi na kadhalika, pingili zimesumbua, diskettes zimesumbua, ukatibiwa bila kumeza kidonge na ukapona. Na tunasema Lifewave hatumezi vidonge, hatuchomi sindano, hatufanyi upasuaji, lakini tunapona kwa vibandiko, patches. Hii ni teknolojia yenye kutumia nishati ya mwanga wa jua. Shirika limeweza kudevelop aina za patches ama vibandiko ambavyo vinaweza vikatatua changamoto za aina mbalimbali. Vibandiko hivi hubandikwa kwa mgonjwa kutokana na aina ya changamoto alionayo, na bandiko tu juu ya mwili ukishakuwa umesafishwa vizuri, msafi, umekauka. Kuna acupuncture point ambazo tunazi identify kwenye mwili wa binadamu, ambazo zinaelekeza mahali either kiungo, tissue ama organ fulani ilipo. Tukibandika pale inakupeleka matibabu moja kwa moja pale. Matibabu haya nini? Ni nguvu ambayo inakwenda moja kwa moja kwenye seli zinazounda either tissue, organ ama seli fulani ya ule mwili. Inaenda kuamsha either seli imelala, imekufa ama imejeruhiwa, inaenda kuhuishwa na hizi nguvu zilizokuwa condensed kwenye kile kibandiko cha Lifewave. Kile kibandiko kinakuwa kina extra power ya GHK copper peptide. Ni peptide ambayo inaweza kuwezesha mwili kufanya matibabu yake ama kujitibu wenyewe. Maana tunaposema kuamsha stem cells ama kuamsha mitochondrial cells za mwili wa binadamu, ni kwamba sio kila seli ambayo imepelekea changamoto ya ugonjwa fulani imekufa. Unaweza ukakuta imelala tu au imezidiwa tu ama imejeruhiwa tu, kwa hiyo performance yake inakuwa ni ndogo. Sasa mwili wa binadamu kwa umeundwa na cells. Hizi cells zina aina ya nishati, energy, ambazo zikiamshwa tu vizuri, mtu anarudi kwenye hali yake ya kawaida. Anaweza mwili ukajitibu, ini likajitibu, figo zikajitibu, moyo ukajitibu na kadhalika. Kwa hivyo katika teknolojia hii kwenye hivi vibandiko kuna hiyo GHK copper peptide ambayo inaweza kuamsha system za mbalimbali za mwili, ikaamsha zile cells, mitochondrial cells, mwili ukaanza ukajitibu wenyewe bila ya kuhitaji dawa au tiba ya aina yoyote kutoka nje. Mwili wa binadamu, Mwenyezi Mungu alivyomuumba binadamu ameweka kwamba unaweza ukajitibu wenyewe endapo unapata kila kinachohitajika kwa mwili. Itapata mwanga, itapata hewa, itapata chakula, lishe, basi seli zinaendelea kuwa hai. Kwa hivyo Lifewave International imekuja na hii teknolojia tofauti kabisa, ambapo inaweza zikaponesha na zikamsaidia mgonjwa mwenye changamoto ya aina yoyote, as long as inahusiana na seli, ambapo mwili wa binadamu umeumbwa kwa seli. Kwanza itahakikisha kwenye ule uvimbe imekata ile mawasiliano ya kupeleka hewa ya oxygen, damu, inazuia kuingia kwenye ule uvimbe. Kwa sababu ule uvimbe unavyozidi kupata damu,
inapata oxygen na lishe na nini, unazidi kukua. Sasa hii kibandiko kinaenda kuzuia hiyo, hakuna damu itakayokuwa ikiingia kwenye ule uvimbe. Cha pili, itapelekea ule uvimbe kushrink. Utasinyaa taratibu, wenyewe utasinyaa taratibu, mwisho utakuwa broken into simple cellular forms, mwisho inatoka na jasho, inatoka na choo, inatoka na mate, yani namna yoyote ya excretion ya utoaji taka mwilini itatoka na ule uvimbe. Kwa hiyo mtu anakuwa amepona kutokana na ule uvimbe, hana haja ya kufanya upasuaji. Kwa hivyo hiyo, kwa mfano, hiyo ni aina ya kibandiko kinachoitwa ION. Hii unabandika mgonjwa wa uvimbe wowote. Tumebandika wagonjwa wenye uvimbe, kwa mfano tulikuwa na mtoto ambaye alikuwa na changamoto ya saratani ya jicho lilivimba kama mpira wa tennis, tukabandika kile kibandiko pale pale kwenye ule uvimbe, na ndani ya siku 3 ule uvimbe ulikuwa umeshrink wote, na kwa sababu kuna component inayozuia uundwaji wa cancer cells hii kutoka kwenye GHK peptide. Sasa yule mtoto cancer cells zikaanza kushrink, na kuna kibandiko kinachozalisha kinga kubwa ya mwili zaidi ya 4,100 kwa kibandiko kimoja, zikaanza kuzaliwa kinga ya mwili nyingi kiasi kwamba zika overcome ile cancer cells. Mtoto leo tunavyozungumza yuko shuleni, anaona, hajafanyiwa upasuaji, hajatolewa jicho lake na analo. Wenye tezi dume ina shrink ile hyperplasia, ile kutanuka kwa tezi dume, calcifications inamaliza, na mtu anakuwa yuko vizuri. Kati ya siku 1 hadi siku 28 mgonjwa amekaa vizuri kabisa. Kwa hivyo kila aina ya changamoto hizi patches ziko zinazoelekeza specific kwa aina ya ugonjwa alionao. Ni tafiti zimefanyika, ni watu wametibiwa wengi, shuhuda mbalimbali tunazo ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo basi ni waite ama nitie wito kwa Watanzania mwenye changamoto ya aina yoyote, karibuni Lifewave International. Tumeamua kwa sasa tunakwenda nchi nzima ya Tanzania, mikoa kwa mikoa, tunapeleka hizi habari kwa sababu wako wananchi wengi wenye changamoto, lakini wamekosa tu kupelekewa habari, wamekosa ile habari. Sasa tunataka kuwapelekea sisi wenyewe habari. Tunawakaribisha na Watanzania wenye kutoka tasnia mbalimbali watupe support yao, tuweze kuwafikishia Watanzania wenye changamoto mbalimbali kuhusu matibabu haya ya kisasa kabisa, ya nafuu kabisa, na tena ya haraka kwa mgonjwa wa aina yoyote. Na bahati nzuri sana katika kushughulika na changamoto za Watanzania, taasisi yetu imeweza kufika kwa Waingereza hao, na tumezungumza nao na tumefikia mahali wameamua kuja Tanzania ili kuweza kuchangia katika huduma ya afya Tanzania. Nchi yetu inasonga mbele, lakini kwa nchi kusonga mbele lazima iwe na wananchi wenye afya. Afya ndio mambo yote, mtaji wa kila kitu ni afya. Kwa shirika hili la Lifewave International limesajiliwa hapa Tanzania kama Lifewave Tanzania Corporate Limited.